wonders. La 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 la, no no. We glorify your name. Adonai, you reign, and forever you will be our God, Yahweh. We bow to worship you. Otiana na koko. You are the Lord, that is your name, and forever you will. Mahubiri mengine ambao huwa tunahubiri huwa inakupita, pengine kwa sababu ya uchofu ama kwa sababu ya jambo ambalo limetendeka, ikawa ya kwamba hujaweza kufuatilia vizuri. Ukirudi pale kwa mtandao, kwa page yetu ama kwa channel yetu, unaweza ukaangalia ukafuatilia yale mahubiri tena. Ukifuatilia vizuri, kuna msaada ambao utapata mahali pale. Huenda ikawa for now mahali pale kwa ule ukurasa ma ile channel utapata kuna ujumbe ambao unatoka upande ule mwingine, the other side ya of the altar kule Nairobi. Kuna topic ambao wanafuatanisha. Kuna topic about the spirit of overcoming the spirit of barrenness, and the reason kulikuwa na awakening, spiritual awakening. Yani roho yako ama umefifia katika kiroho, umehisi ya kwamba ni kana kwamba hii safari imekuwa mrefu, ni kana kwamba huwezi manage. Wakati ambapo utakaporudi pale na ufuatilia vizuri, kuna jambo ambalo linaweza kuguza mahali pale na likutie nguvu ukapate kuendelea na safari tena. Leo ukikuja upande huu mwingine, tulikuwa tunaangazia mambo ya imani. Kuna mambo ambayo huwa inapata mtu, inakuwa ni mawimbi katika maisha. Sana sana huu mwezi ambao unaenda kuisha, tumeangazia sana habari ya maisha ya mwanadamu. Na katika ile kuangalia maisha ya mwanadamu, tumeangalia sana sana habari ya imani ya mwanadamu. Na kwa imani ya mwanadamu kuna jambo ambalo tumekuwa tukifuatilia. Katika imani, yes, uko na imani na umeamini, lakini katika ile imani ambao unaoamini, kuna mawimbi ambao huwa inatokea, inakufanya ya kwamba uone ni kana kwamba chenye ambacho umeamini sio cha kweli. Chenye ambacho umeamini ni kana kwamba hakikupeleki mahali. Hiyo ni aina ya dhoruba fulani, tufani fulani, na zilitokea hata wakati ambapo Yesu Kristo alipokuwa. Yesu Kristo mwenyewe alikuwa mapenzi ya Mungu, na kwa sababu ya kuwa mapenzi ya Mungu, kuna tufani ama kuna mawimbi ambayo yalichipuka yakatokea ili kusimamisha yale mapenzi ya Mungu kuweza kutendeka. Kumbuka pale baharini, alipotoka ng'ambo hii nyingine ya Galilaya akielekea kule Genezareti, alipoingia katika mashua, mawimbi, upepo ulivuma kiasi ya kwamba ulikuwa karibu kuwaangamiza. Na Yesu Kristo alikuwa katika ile merikebu akiwa amelala. Nao wanafunzi wakawa wamepatwa na hofu nyingi. Vile tu
Unapoangalia unaona ni kana kwamba katika yale mambo ambayo unaopitia ni kana kwamba Mungu hayupo. Mungu yupo kila wakati na hata waikosa, hata ingawa unaona ni kana kwamba amenyamaza, Mungu yupo. Amen. Unapata kuna dharuba zingine zinaibuliwa na watu ambao walio katika uongozi. Kuna dharuba zingine zinaibuka kwa sababu ya kutotii. Amen. Na si kumaanisha kwa hayo mambo yote ya kwamba Mungu hayupo. Mungu yupo. Amen. So, Amen. Unapofuatilia, kama kuna mawimbi ambao kuna kipindi cha mawimbi ulikuwa unapitia, utaweza kupata at least the solution. Utapata ya kwamba kumbe wewe sio wa kwanza. Kuna wale waliotangulia na kuna vile walivyotatua. Amen. Amen. Spiritual awakening, utapata ya kwamba kuna vile ambavyo mtu anajipata ya kwamba hata ajifeel even kwenda kanisani, lakini utapata kuna solution ambayo imeibuliwa mahali pale. So ukifuatilia kwa utaratibu, as now wakati huu ambapo tunapoongea katika YouTube tuko na over 100. Tuko na jumbe moja, 2, 3 hivi zikifuatana, over 100. Ukizifuatilia vizuri zitaweza kukusaidia. Za miaka iliyopita, za mwaka huu, za mwezi huu, za leo. Amen. Amen. Na zitaweza kukutia nguvu. Bwana asifiwe. Amen. So, ukipita pale, tazama na usiangalie tu dakika 2 ama 3, kwa sababu 2 ama 3 huenda zikawa hazitaweza kukusaidia vile inawezekana. Bwana asifiwe. Amen. Nowadays kuna watu ambao imefika mahali ya kwamba wewe unadharau zile jumbe, lakini mwingine ni hot cake kwake, anazichukua, anazitwist kidogo, anazifanya kuwa pesa kwake. Bwana asifiwe. Yeye akifanya hiyo kazi, si wewe uzifanye zibariki moyo wako. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. We use a lot of money to make sure that wherever you are reachable. Kwa hivyo ni vizuri ufuatilie. Amen. Amen. Okay. Ningetaka tukapate kuangalia habari ya the life principle ama kanuni ya maisha. Amen. Amen. Kanuni ni nini? Kanuni ni nini? Bwana asifiwe. Amen. Kuna mtu ako na idea ya kwamba kanuni ni nini? The life principle. Amen. Amen. When we are talking about life principle, it is a hypothetical force which functions and qualities peculiar to living things are sometimes ascribed. Ama ni vitu ambavyo ni aina ya nguvu fulani katika mambo ambayo inaotendeka, na kwa hali ya jambo
hali ya uzuri ama ya kitu cha dhamana, uzuri wa udhamana wa kitu ambacho kinachoishi, wakati mwingine huwa kinaangaziwa ama kinatazamiwa. Amen. Kwa njia nyingine ni msimamo. Yaani msimamo wako. Msimamo wako katika maisha ni mgani? Haleluya. Amen. Kwa maisha umesimamia wapi? Kuna watu ambao hawana msimamo. Kuna wengine wako na misimamo mikali. Kuna misimamo ingine ni ya kufuatwa na ingine sio ya kufuatwa. A life principle. Maisha ambao unaishi iko na msimamo amba ni kuyumbayumba ama ni kuyumbayumba, haina mbele wala nyuma, imekaa kama maji tu imetulia katika bakuli. Amen. Amen. Ni vizuri kuwa na msimamo wa maisha, kanuni za maisha. Kanuni yako ni ya aina gani? Kanuni yako katika maisha. Amen. Amen. Uamuzi wako, kauli yako. Na utakapokuwa umeweka kauli katika maisha yako, itakupa nguvu ya kupata kuishi duniani, na kisha baada ya haya maisha kuishi maisha hayo mengine tulioahidiwa na Yesu Kristo katika kitabu cha Yohana mlango wa 14, aliposema ya kwamba tusifadhaike mioyoni mwetu, maana aenda kuandaa makao, na itakapokamilika atatukujia tuende tukaishi naye, ili mahali alipo hata sisi tuwe. Amen. Amen. Ili ukapate kufikia ile agano, ukapate kufikia lile agano Yesu Kristo aliagana na Wakristo, ni lazima katika maisha yako kukuwe na kanuni ambayo itakupa nguvu ya kuweza kufika mahali pale. Otherwise, kama utakuwa na kanuni, hautaweza kuwa na nguvu ya kukufikisha mahali pale. Amen. Amen. Kanuni ya maisha. Yesu Kristo ili akapata nguvu ya kwenda ya kutimiza ahadi ya Mungu, kuna mambo kadhaa yeye mwenyewe aliyafanya, na akayafanya kuwa ndiyo nguvu ya maisha yake akiwa hapa duniani. One, Yesu Kristo hata ingawa alikuwa Mungu, alikuwa muombaji sana. Yeye na maombi walikuwa kama chanda na pete. Yesu Kristo, tabia nyingine ambayo alikuwa nayo, alikuwa anajiepusha sana na kwenda njia kando na ya babake, kwenda kando na sheria za Mungu. Amen.
a life principle. The hypothetical force which makes a living things peculiar in its quality. Yani ile kanuni umeweka maishani mwako inakufanya uonekane ukiwa wa peculiar, ukiwa wa dhamana. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yani ukiwa tofauti na wale wengine. Ile kanuni Yesu aliweka kwake ilimfanya akawe utofauti na wale wengine. Si kusema kana kwamba Yesu alipokuwa duniani kama mwanadamu hakupata wengine ambao walikuwa ni waongozi wa neno, walikuweko, lakini kanuni ambayo Yesu Kristo aliyoiweka ilikuwa tofauti na wao. Ilikuwa tofauti na ya Joshua, ilikuwa tofauti na ya Isaiah, ilikuwa tofauti na ya Elijah, ilikuwa tofauti na ya Musa. Amen. Amen. Hello. Hello. Kukasirika kwenye Musa alikasirika kuko tofauti na kule Elijah alikasirika na kule Yesu alikasirika. Amen. Amen. Musa alipokasirika aliugonga mwamba. Tena agano ambao alipewa na Mungu ikiwa imeandikwa na Mungu aliangusha chini. Amen. Amen. Kwa sababu ya hasira. Elijah kukasirika kwake kulikuwa tofauti na kwa Musa na kwa Yesu. Wakati Baal walipoibua madhabahu zao, alipokasirika alitabiri kusiwa na mvua miaka 3.5. Kisha aliporudi akasema Mungu ambaye atakayejibu kwa moto ndiye watakayeamini. Na baadaye akakatakata manabii wote wa Baali. Kumbuka, manabii wa Baali walikuwa viumbe wa Mungu. Bwana asifiwe. Lakini wakamuasi Mungu. Na kwa sababu ya kuasi Elijah akakasirika na akawamaliza. Amen. Amen. Yesu Kristo kukasirika kwake hakumaliza watu, lakini aliinamisha meza zao, wengine akawachapa, kisha baadaye akawaita, akawaketisha chini na akawaambia, nyumba ya baba yangu sio ya wanyang'anyi, ni nyumba ya maombi. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Unaona, ni kanuni ziko tofauti na hao watu watatu, hata ingawa wote walikuwa wanaeleza neno la Mungu. Musa alipoangusha zile amri 10 za Mungu na alipougonga mwamba, hakuna mahali ambapo alikusanyisha watu na akawaeleza. Elijah wakati ambapo alipomaliza manabii wa Baal, hakukusanyisha watu waeleze, alitoroka na akaenda na akasema hata afadhali kufa. Lakini Yesu Kristo kwa sababu ni mwenye neema, full of grace and mercy, baada ya kuwarebuke, kuwakemea, akawaita na akawaonyesha njia. Bwana asifiwe.
Elijah alikuwa na nguvu ya kubadilisha manabii wa Baal na kuwaonyesha njia ya Yahweh, lakini yeye alimaliza. Yesu alikuwa na uwezo wa kumaliza, lakini akakumbuka the will ya Baba ilikuwa ni kuja kuredeem huyu mwanadamu ambaye kazi yake ni kuuza kanisani. Amen. So zile principle ambazo zilikuwa mahali pale ziko na utofauti, hata ingawa zote zilikuwa zinawaelekeza mbinguni. Bwana asifiwe. Ile kanuni ambayo unaweka katika maisha yako ndio itakufanya wewe uishi, ndio itakupa nguvu ya kupata kuishi. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ndio itaweza kudetermine utaishi kiwango kipi. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu Kristo aliishi milele na milele kanuni ambayo aliyoiweka. Amen. Elijah alikosa kaburi kwa sababu ya kanuni ambayo aliyoiweka. Musa kule mlimani, Mungu ndiye tu alijua kaburi la Musa, lakini malaika katika kitabu cha Judi inasema ya kwamba akapatana na malaika wa giza akijaribu kufurutana na mwili wa Musa, lakini akamwambia Mungu na akukemee, kwa sababu angeachiliwa hata yeye angemmaliza. Bwana asifiwe. Amen. Sasa ni nguvu gani ungetaka ikapate kukufanya ukapate kuishi? Bwana asifiwe. Haleluya. Ile nguvu ambayo utakayoiweka ndio itakufanya kuishi. Bwana asifiwe. Let's look some of the principles ambazo ziko katika Biblia na zinafanya mwanadamu maisha yake ikapate kuwa ya dhamana. Bwana asifiwe. 1. Nguvu ambazo zitakufanya ukapate kuendelea kuishi duniani na hata mbinguni. Kitu ya kwanza ni utiifu. Bwana asifiwe. Obedience. Obedience in life is one of the key thing in the life, in the principle of life. Katika kanuni ambayo unaoishi, katika kanuni ya maisha yako, utiifu ni kitu ya dhamana sana na ambayo itakufanya uende mbali. Bwana asifiwe. Amen. Katika kitabu cha Deuteronomy 28 from verse 1 to verse 14, Biblia inasema ya kwamba Musa aliwaambia wana wa Israeli, if you keep my statutes and obey the commands that I give you unto today, all this blessing will go forth you. It will overtake you. Amen. Hallelujah. It will overtake you. You will be first but not the last. You will be head but not the tail. You will, the offsprings of your womb will be blessed. Amen. Sikia. And it shall come to pass, na itatimia, if you shall hear diligently unto the voice of the Lord. Kwa upande mwingine inasema, kwa translation nyingine inasema, if you will obey. Bwana asifiwe. The term obey ama obedience inamaanisha hivi. Obedience, it's listening, to follow, to abide and to comply. Bwana asifiwe.
kukubaliana na neno la Mungu, kufuata neno la Mungu, kushikamana na neno la Mungu, kusikiza neno la Mungu. Sasa hapa inasema ya kwamba if you comply to the voice of the Lord, if you follow the voice of the Lord, if you hear the voice of the Lord your God, to observe and do all his commandments, which I command you this day, that all Lord your God will set you on high above all nations of the earth. It shall, all these blessings shall come unto you and overtake you, if you shall hearken or obey unto the voice of the Lord your God. Obedience is the key thing in your life's principle. Amen. Kama utatii neno la Mungu, utapata kuishi maisha ambayo iko na baraka. Kwa kusikiliza sauti ya Mungu na kuifuatilia, utapata maisha iko na baraka. Biblia inasema ya kwamba utakuwa wa kwanza na sio wa mwisho. Utakopesha na utakopa. Utakuwa mtu ambaye amebarikiwa mjini na kijijini. Amen. Utakuwa kichwa sio mkia, kwa sababu ya kutii, kwa sababu ya kusikia, kwa sababu ya kufuata ili neno la Mungu. Bwana asifiwe. Hilo ndilo litakalo kufanya ukapate kuishi, Bwana asifiwe, maisha yenye baraka. Hakuna maisha ingine utapata iko na baraka kama hautatii, kama hautakuwa na kanuni hii ya kutii. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Genesis 28 and 42, Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo mke wa Yakobo, mke wa Isaac, alipogundua ya kwamba kijana wake Esau ameghadhabika na hasira imekuwa mingi na anamtafuta Yakobo ili akapate kumumaliza, alimuita kijana wake Yakobo na akamwambia, kijana wangu, sikiza sauti yangu kwa makini. Naomba tafadhali ukapate kutoka mahali hapa, utoke katika hii nchi, uende kwa ndugu ya baba yako kule Haran ambaye anaitwa Laban, ukakae huko mpaka wakati ambapo hasira ya ndugu yako itakapopungua, ndipo utakaporudi tena huku. Bwana asifiwe. Amen. Kama angetii sauti ya mama yake, Esau alikuwa tayari kumumaliza, kumuondoa, lakini kwa sababu ya utiifu, kule ambako alikoenda alibarikiwa. Kumbuka ya kwamba hata hii vurugu yote ni baraka walikuwa nafuatilia. Bwana asifiwe. Amen. Ni baraka walikuwa nafuatilia. Na kule ambako alikoenda kwa ndugu ya baba yake Laban, alipokuwa anarudi, alirudi akiwa mtu tajiri. Bwana asifiwe. Halo. Kwa hivyo kupitia kutii kunaleta utajiri. Bwana asifiwe. Kanuni ingine ningetaka ukapate kuiangalia ni heshima, respect. Amen. Respect, honor, heshima. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Kolosai 3:20. Acha tufungue. And before tufike hapo, acha tuangalie Exodus 20. Hii ni one of the sheria ambazo Mungu aliiweka. Bwana asifiwe. Exodus 20 ambapo inasema ya kwamba respect your father and your mother.
Amen. Hallelujah. Exodus 20 verse 12 inasema, honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God gives you. Amen. Hii ni sheria. Respect. Muheshimu, heshima. Heshima sio utumwa. Amen. Kwa barabara kuwa mtu ambaye ako na heshima. Hallelujah. Heshimu madrivers wale wengine, heshimu wale ambao wengine wanaopita njia. Otherwise usipowaheshimu, ile ambayo itatokea ni ajali. Na ajali ikitokea, maisha yako inafika hapo. Unaweza kosa kuheshimu, mgongane, ukufe. Imeshorten your life. Bwana asifiwe. Unaenda unapata kibao kimeandikwa mahali, usipite hapa. Ukose kuheshimu hayo maandishi, upite, ukifika na hapo mbele uingie kwa shimo. Amen. Hello. Unakosa kuheshimu sheria za barabara, unagongwa, maisha yako inapungua. Amen. Unakosa kuheshimu sheria za daktari, hasa wakati huu kuna mvua. Anasema kunywa maji safi, nawa mikono, mkuwe na choo ambazo ni very contained, nzuri. Usiwe na zile flying toilets. Unakosa kufuata zile sheria, unapata kipindapindu. Bwana asifiwe. So, heshima ni ya dhamana sana katika maisha, katika kanuni ya maisha. Bwana asifiwe. Wakolosai 3:20 inasema hivi, watoto waheshimu wazazi wenu ili mkapate kuwa na maisha marefu. Bwana asifiwe. It's a repetition ambao ni hiyo ya ambao iko hapo. Then hapo 22, the same chapter, inasema ya kwamba servant respect those who, your masters. Amen. And still inasema ya kwamba respect those who are in authority. Waheshimu wale ambao wako katika mamlaka. Bwana asifiwe. Heshimu viongozi wenu. Viongozi wenu ni akina nani? Ni wale ambao wanaomuelekeza katika jambo fulani. Bwana asifiwe. Wachungaji wenu waheshimuni. Heshimuni viongozi wenu wa serikali. Heshimuni viongozi wenu ambao wako katika vijiji na kijiji. Bwana asifiwe. Ili mupate maisha marefu. Bwana asifiwe. Hii ni Mungu alitoa sheria, sio sisi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati ambapo unapokuwa na heshima, unapata maisha marefu. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. So, kanuni yako ya maisha, heshima ni kitu ya dhamana. Utiifu ni kitu ya dhamana. Amen. Let's pray. Father, we worship, we glorify your name because you are holy and worthy. In the name of Jesus, help us, oh my Father, to be obedient and respect your word, even of your voice, oh Lord. Kwa kuwa Bwana Mungu wa rehema, bila hizi vitu mbili hatuwezi tukaenda mahali. Tunaomba Mungu wa rehema ukapate kujidhihirisha na ukatukuke kwetu, maana wewe ni mwingi wa rehema. Jehova, pewe sifa na utukufu ukiwa mahali pako pa juu, kwa kuwa unaweza mambo yote, mtakatifu wa ajabu. Bwana mabwana mtakatifu, wale ambao Mungu wa rehema wanatazama mahali popote walipo, Jehova Mungu wa rehema, acha hili neno Mungu wa rehema likabadilishe wale ambao mfalme hawajabadilika, na wakapate Mungu wa rehema kupata tunzo la maisha katika jina la Yesu Kristo mfalme tunaomba na hata kuamini. And now the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.